Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Usiku wa giza zito wa Februari 2026 ulikuwa na mvuto wa hofu. Anga lilikuwa kimya, lakini ndani ya kimya hicho kulikuwa na shinikizo lisiloweza kuonekana. Katika miji ya Tehran, mashambulizi ya anga yaliendelea kuadhimisha nguvu ya vita vipya vilivyokuwa vinaanza. Mlango wa ulinzi wa Iran ulikatika mara chache, na milipuko ya mabomu ya Israel na Marekani ilitokea katika vituo vya kijeshi, vituo vya silaha na sehemu ambazo zilihesabiwa kuwa zina teknolojia nyuklia. Mazingira yote yalikuwa na kelele za ndege za kivita zikichukua nafasi angani. Ndege zisizo na rubani, drones, zilipaa kwa mzunguko, zikikusanya taarifa na kurusha mabomu madogo ya kisasa. Mlima wa milipuko na moshi ulijaa angani, ukiunda panorama ya giza la vita lililopitiliza macho ya binadamu. Vifaru vya kivita vilikuwa vikisogea ardhini, mapambo ya risasi yakizunguka barabara zilizoharibiwa, na askari waliokuwa tayari kwa mapigano walikanyaga mabaki ya majengo yaliyoporomoka ili kuhakikisha hakuna hatari iliyoachwa nyuma. Katika Ghuba ya Uajemi, manowari za Marekani na Israel zilikuwa zikipanga misururu ya mashambulizi. Missiles za masafa marefu zilirushwa kuelekea kwenye vituo vilivyokuwa vimepangwa, wakati ndege za kivita zilipaa angani zikifuatwa na milipuko mikubwa. Kila mlipuko ulikuwa na nguvu ya kuashiria uharibifu mkubwa, na mwanga uliotokana na moto ulikuwa ukiangaza giza la usiku. Anga la Tehran lilijaa kelele na moshi, huku wananchi wakiwa wamekimbilia makazi ya dharura, na hospitali zilijaa majeruhi wa mashambulizi ya kwanza. Mfumo wa ulinzi wa Iron Dome ulijaribu kuyazuia makombora, lakini baadhi yalipitia na kusababisha mlipuko mkubwa. Kila kona ya miji ilijaa hofu, na kila ishara ndogo ya mlipuko ilitisha jamii nzima. Katika maeneo ya Ghuba ya Uajemi, ndege zisizo na rubani za Iran zilirushwa kuelekea kwenye maeneo ya Marekani na Israel. Wakati huo, wanajeshi wa Marekani waliokuwa kwenye vituo vya kijeshi walijipanga kwa umakini mkubwa. Vifaru vilikuwa tayari, silaha zilikuwa mikononi mwao, na ndege za kivita zilikuwa angani zikitoa msaada wa haraka kwa wanajeshi walio ardhini. Milipuko ya mabomu na risasi ilisikika kila sekunde, ikitisha maeneo ya miji yote iliyopo karibu na mpaka. Siku iliyofuata, mashambulizi yaliongezeka zaidi. Mabomu makubwa ya angani yalikagua miji ya Tehran, Isfahan na Natanz. Majengo yaliungua, moshi ulipanda angani, na barabara zilijaa maiti ya magari yaliyoteketea. Kila kona ya mji ilikuwa imejaa hofu na shinikizo. Katika baadhi ya sehemu, wanajeshi waliingia ndani ya majengo yaliyoporomoka wakitafuta wapiganaji waliokuwa wamejificha, huku baadhi yao wakipigwa risasi kutoka sehemu zisizo za kawaida. Katika jiji la Jerusalem, raia walikimbia kwenye makazi ya dharura. Watoto waliokuwa wamekaa nyumbani walikuwa wakitazama kwa hofu angani, wakisubiri ishara ya hatari. Vingora vilikuwa vikilia mara kwa mara, na kila mlipuko ulioonekana angani ulisababisha kelele kubwa. Wazazi walijaribu kulinda familia zao, lakini hakuna hakika yoyote ya usalama. Katika miji ya Tehran, familia zilikuwa zikijaribu kuishi huku mafuriko ya moshi na mizingi vikizunguka. Hospitali zilikuwa zimejaa majeruhi, na madaktari walifanya kazi bila kupumzika. Majeruhi waliletwa kila dakika, wakiwa wamejeruhiwa na mabomu au kufyatuliwa na mizingi ya kivita. Waliokuwa wanakabiliana na maumivu yalikuwa hawana nafasi ya kupumzika. Kila mlipuko ulikuwa ni hofu mpya, na kila kelele ilikuwa ni onyo la hatari inayofuata. Katika maeneo ya pwani ya Ghuba ya Uajemi,
manowari za Marekani na Israel zilirusha makombora ya masafa marefu kuelekea kwenye malengo ya Iran. Vituo vya silaha viliharibiwa na milipuko mikubwa ilionekana mpaka mbali. Anga lilijaa mwanga wa moto na moshi, huku kila mlipuko ukiashiria uharibifu zaidi. Wakati huo huo, Iran ilijibu kwa kutumia drone na makombora kuelekea kwenye vituo vya Marekani huko Qatar na pwanini za Israel. Hali ya mgogoro iligeuka kuwa vita vya kikanda, siyo vita kati ya mataifa mawili tu. Ndege za kivita ziliruka juu ya eneo lote, zikirusha mabomu na kutoa msaada wa haraka kwa wanajeshi walio ardhini. Milipuko ya mabomu na risasi ilisikika kila sekunde, ikitisha maeneo ya miji yote iliyopo karibu na mpaka. Katika eneo la Mashariki mwa Kati, taifa la United Arab Emirates liliweka tahadhari kubwa. Serikali ilitoa onyo kwa raia wake kutokana na uwepo wa vita karibu na pwani zao, na mashirika ya usafirishaji yalibadili au kusitisha safari zao kutokana na hofu ya mashambulizi. Strait of Hormuz ilifungula kwa kiasi kikubwa na bei ya mafuta ilipanda haraka, ikileta hofu ya mgogoro wa nishi duniani kote. Ndani ya makazi ya Tehran, familia ziliendelea kushughulika na maafa. Sherehe za mazishi zilifanyika kila kona ya mji, huku wananchi wengi wakihisi huzuni isiyo na kipimo. Majumba yaliyoharibiwa yalikuwa ni kumbukumbu ya nguvu ya vita, na kila mlipuko uliokuwa umepita ulisalia katika kumbukumbu ya raia waliopoteza maisha. Kadiri siku zilivyopita, mapigano yalizidi kuimarika. Mabomu yalirushwa angani, silaha za ardhini zilirushwa na drones zikitoa taarifa za anga. Vifaru vikubwa vya kijeshi vilisogea kwenye barabara za miji iliyoharibiwa na wanajeshi walijaribu kudhibiti mitaa yote iliyobaki. Hospitali zilijaa majeruhi, raia walikimbia sehemu za dharura na watoto walikuwa wanatishiwa kila dakika. Hali ya hofu ilikuwa ikiongezeka kila sekunde. Wakati wa mchana, milipuko na kelele zilisalia kuwa sehemu ya kila mtu maisha ya kila siku. Katika pwani, manowari za Marekani na Israel zilirusha makombora ya masafa marefu kuelekea kwenye malengo ya Iran. Vituo vya silaha viliharibiwa na milipuko mikubwa ilionekana mpaka mbali. Anga lilijaa mwanga wa moto na moshi, huku kila mlipuko ukiashiria uharibifu zaidi. Vita vilikuwa hawana huruma. Raia walikuwa wakiteseka, familia zilikuwa zikipoteza wapendwa wao, na dunia nzima ilikuwa ikitazama kwa hofu. Licha ya giza na uharibifu huu, bado kulikuwa na wale waliokuwa wakitamani amani. Wale waliokuwa wamechoka na vita walitamani kuona watoto wacheze mitaani bila hofu, raia wa kawaida wakirudi nyumbani na dunia ikipumzika kutoka mateso ya vita. Hii ilikuwa sehemu ya pili ya vita vya Iran, Israel na Marekani, na simulizi inaendelea kuelekea hatua nyingine kubwa zaidi, ambapo vita vinapanda kiwango, anga linapokumbwa na mabomu na wananchi wanapambana kwa maisha yao kila sekunde. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.